God's presence. Discover your purpose. Amen, amen, amen. Amani ya Bwana iwe pamoja na wewe na pia nami. Nashukuru Mungu kwa sababu yako na ninapokuona pale kwa sababu ya programu hii ambayo tuko nayo ya Majira ya Neema. Ninashukuru kwa sababu ya kuona vile Mungu amekulinda katika maisha yako, na tunaendelea kabisa na wiki nyingine ambayo pia imekuwa ya baraka zaidi. Na wiki iliyopita tumezungumza mambo mengi kabisa kuhusu habari za kujificha katika kivuli cha Mwenyezi. Maandiko inasema katika Zaburi 91, maandiko inasema ya kwamba unapojificha pale na unakuwa na muda wako na umeondoka katikati ya watu na umekaa pamoja na Mungu, kutokea kuna mambo mengi ambayo ni faida ya hiyo, na inahusika kwa maisha yako na kwa pia maisha ya wengine. Na kwa hivyo tunaendelea hivyo, kuna uponyaji mwingi, na leo ninataka tuanze safari ya kuzungumza, ingawa wiki hii tutakuwa na mambo mengi, watumishi wa Mungu ambao watakuwa hapa wakizungumza kuhusu nguvu za ufufuo na mambo ambayo ufufuo unafanya kwa ajili ya maisha yako. Tunapozungumza kuhusu ufufuo, nasema nini? Tunasema kuhusu habari za kutoka kwa hali ya kitu kilikuwa kinakufa, ama kitu ambacho tayari kimekufa tayari na pia kinarudi uhai. Na kwa hivyo tunaendelea katika njia hiyo, na Bwana atubariki. Baba, asante kwa sababu ya kutupa nafasi hii. Naomba ya kwamba utubariki na tupatie wiki ya baraka kabisa, na tuone ukuu na neema yako unapoanza pamoja nasi wiki hii yote, tunapoomba, tunapokutafuta, tunapoleta toba, katika njia zote uwe pamoja nasi. Asante kwa neema ambayo inatosha. Utubariki na uwe pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba, amen, amen and amen. Nataka kusoma andiko moja ambalo litatusaidia, and I want to share about the nuggets of revival. Nuggets of revival. And the book of Ephesians chapter 5 verses number 14. Nitasoma kwa Kiswahili na itakuwa msaada, kwa kuwa anasema tukisoma hapo lakini anasema ya kwamba kwa kuwa nuru ndio hufanya kila kitu kionekane, ndio sababu hii ndio sababu inasemekana amuka wewe ulalae. Sijui hii ni version gani, lakini pole hiyo tunaendelea. Najua kwamba kuna Biblia yako, lakini version nyingine ya King James inasema amuka wewe usinziae, ufufuke katika wafu, na nuru ya Kristo itakuangaza. Awasema kwa hiyo angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa sababu nyakati hizi ni za uovu. Alafu anasema kwa hiyo msilewe na mvinyo ambavyo mna ufisadi, bali mjazwe Roho, huku mkisemezana kwa nyimbo na tenzi za rohoni, na mkiimba na kumfurahia Mungu katika kicho cha Kristo. Asema mkisemezane ninyi kwa nyimbo, nyinyi kwa ninyi, kwa zaburi, nyimbo na tenzi, mkimwimbia na kumsifu Bwana mioyoni mwenu siku zote, mkimshukuru Mungu Baba kwa kila jambo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Atukuzwe Mwokozi wetu. Kwa maneno haya nataka kuzungumza kuhusu vitu ambavyo tunaita nuggets of revival, mambo ambayo yanaleta ufufuo katika maisha yetu. Jambo la kwanza, Paulo anapozungumza maneno haya, azungumza kwa kanisa ambalo lilikuwa na upendo mwingi. Mara ya kwanza alipoenda katika Efeso, mji wa Efeso ilikuwa ni mji mkubwa wa Minor Asia, na alipofika pale kulikuwa na pingamizi nyingi kwa sababu ya uabudu wa sanamu uliokuwa pale, na hekalo la Mungu anayoitwa Artemi, na kwa hivyo ikawa ngumu sana kupenya katika mji huu wa Efeso, lakini kwa sababu ya neema ambao Paulo na hekima ambayo alikuwa nayo, akamchukua mtu alikuwa anaitwa Aquila na mke wake Priscilla, na akawaweka katika mji huo, na akawaambia ombeni na kufunga, alafu mimi ninaondoka, na nikirudi
kutakuwa kumefanyika maombi ya kuomba na kufunga. Msisahau hiyo, kwa sababu wiki hii tunakabiliana na hali hiyo, kwamba ufufuo kuweza kuzaliwa na lazima kuwe kuna watu ambao watainuka na kuweza kuomba. Lazima kuwe na mtu ambaye atafanya kuchukua nafasi ya kuomba na kufunga, si kuomba tu, lakini kuomba na kufunga, kula chakula, ili kuvunja ngome zingine ambazo hazivunji tu hivyo. Yesu akasema ya kwamba pepo kama hii ama mambo kama haya haiondolewi tu hivyo, ni maombi ya kufunga na kuomba pamoja. Na kwa hivyo jambo hilo ndilo alifanya. Halafu Paulo akaondoka akaenda kila mahali na akahubiri Injili, lakini baada ya miaka 2 akarudi, akakuta ya kwamba kumbe kuna mtu aliokoka, kijana fulani ambaye alikuwa ametoka mahali na amehubiriwa Injili, amekuja katika mji huo, na baadaye akaja na moto wa Injili na hakuwa anajua mambo mengi, lakini alihubiri Injili. Anaitwa Apolo, akaanza kuhubiri Injili na akawa hakuwa threat katika mji huu. Manake jambo la kwanza, hakuwa amejazwa Roho, na pia wale ambao wanahubiria pia hawajui Roho. Kwa hivyo mchungaji ambaye hajui Roho na yeye amehubiri kwa watu, lakini pia nao hawajui, hana elimu, lakini Mungu anamsaidia katika njia hiyo, na akapata wafuasi hata hivyo, na watu wakaokoka, walikuwa na ujasiri na wakahubiri Injili. Paulo aliporudi anakutana na vijana wenye moto, wanamwambia okoka kwa jina la Yesu Kristo. Auliza, nani mchungaji wenu? Anasema kwamba Apolo ambaye ndiye mchungaji wetu aliyetuhubiria, na mlihubiriwa, mlijazwa na Roho. Anasema hiyo mhubiri hajai kutuambia kuna Roho. Na kwa hivyo akawachukua, akawaweka, akawafundisha kuhusu ubatizo wa waaminio, alafu baadaye akawapeleka katika mto na akawabatiza katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baadaye walipotoka akawaombea, akawekelea mikono na wakajazwa Roho, na kanisa likazaliwa Efeso, likawa na nguvu nyingi. Nikwambie mambo ambayo yaliyofanyika Efeso iliyoangusha kanisa hili, na hapa ndipo ambapo tupo. Baada ya kuwa na moto wa Mungu, upendo wa Injili, na kazi ya Mungu inaendelea, miujiza inatendeka kama popcorns na vitu kama hivyo, kanisa hili Paulo alitaka kuondoka sasa, kwa sababu amechukua kijana wake Timotheo, amemweka katika kanisa hilo akiwa mchungaji, amechukua wazee wa kanisa, amewabariki na akawaambia ya kwamba lilindeni kanisa la Bwana, maana mumeniona nikifundisha nyumba kwa nyumba Injili, na mumeona tabia yangu, endeleeni kufanya kazi hii, na baadaye mimi nikishaondoka, kumbukeni ya kwamba mjihadhari, mbwa mwitu asiyelihurumia kanisa anaweza kuja na kulitawanya kanisa. Kumbuka hilo, kwamba wakati wowote unapofikiri umesimama, chochote kinaweza kufanyika katika maisha yako. Wakati ambapo unaona ya kwamba umepata matokeo, umepata mavuno, umeanza kuenenda na unaona vitu vinafanyika sawa, ukumbuke ya kwamba you are in a very dangerous zone. Anything can happen. You are an enemy to the devil, and therefore katika njia hiyo unafaa kuangalia usije ukaanguka. Paulo anawaambia mbwa mwitu nikishaondoka. In other words, aliwaambia muwe makini, muwe macho katika siku zote. Waefeso hawa, kanisa hili halikuwa hivyo. Mambo fulani ikaanza kutokea, manake Paulo ameondoka, amemwacha Timotheo, wazee wanaendelea, kanisa ni kubwa na mambo yamebadilika. Kumbuka ya kwamba katika mji huu ndio walichoma hata ile mavitabu za kutoka kwa ile miungu ya ambaye anaitwa Diana, na wakachoma katika mji, na kukawa na mabadiliko na watu wakaokoka wengi. Katika hali hiyo wakaanza kuzoea mambo, wakaanza kuona ya kwamba hata tusipoomba miujiza inatendeka, hata tusipotembea katika maisha ya usafi miujiza inatendeka. Wakikutana kuna mambo inafanyika, mbingu imewafungukia. Lakini wakakosa ile bidii waliokuwa nayo wakati wa Paulo, na sasa hayuko. Baada ya hiyo, shetani anatafuta kamwanya kidogo,
na alipotafuta kamwanya kidogo, mambo machache yalifanyika nitakayoyataja. Jambo la kwanza lililotokea kwa kanisa hilo, kulitokea dhiki kuu Minor Asia. Wale washirika wa kanisa la Efeso wakaanza kuteswa. Uadui ukawaingia wale wazee ambao walikuwa katika mji huo, ambao ni machifu na wengine, na wakaanza kupinga injili ile ya kanisa la Efeso, na wakaanza kusikia wivu, na katika hiyo wakaanza kuwachukia Wakristo. Wakristo wakaanza kukosa kuuziwa. Ukimwona Mkristo piga yeye, ukivo mateso ikaanza kuwatesa ili warudie miungu. Jambo la pili lilotokea kwa kanisa hilo, kulitokea wandugu wengine waliangukia, waliacha neema na wakaangukia matendo ya mwili, na katika njia hiyo wakaanza kufanya dhambi ya zinaa, ikaanza kuenea pale. Ndugu waliongozwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Nikolai, aliyekuwa amebarikiwa kule alikuwa amebarikiwa Alexandria, ambaye alikuwa ni ndugu shemazi. Akaja kwa kanisa hili, lakini kwa sababu ya hali vile alivyokuwa, akawa na roho ya usherati, akaanza kuwabadilisha wadada kama shati na koti, akaanza kuharibu ile uzuri, ule urembo ule uliokuwa kwa kanisa hilo. Jambo la tatu lilotokea, na alipoonywa na wazee akaunda elimu ya kuoa wake wengi kwa kanisa hilo. Jambo la tatu lilotokea ni ndugu hawakuwapenda wake zao, na wazee nao wadada hawakuwaheshimu waume zao, kwa wana mchafuko. Jambo la nne, ambayo mapando ambayo yamepandwa kwa kanisa hili, ni kwamba watu ambao katokea manabii wa uongo wakaanza kutabiri uovu, na kanisa likawa na mchafuko. Jambo la mwisho ni kwamba kijana Timotheo, ambaye ni kijana ambaye ana haya kidogo, amepatwa na vidonda vya tumbo kwa sababu ya hali hii, mpaka hata ameanza kuwa na shida, na Paulo anamwandikia akiwa jela kunywa divai kidogo, walevi mahali walipata ufunuo. Na katika njia hiyo akaanza kuwa na shida kwa sababu ya tabu anazo. Akienda kuponya huyu anaingia hapa, akienda kuponya tabu hii tena kusuluhisha hii tena, shida ikawa. Paulo akiwa katika jela anaandika maneno machache nitakayotaja kwako, alafu tuombe. Jambo la kwanza alilolisema Paulo alipoingia katika chapter 1 ya Efeso, anasema ya kwamba kwa kanisa la Efeso, neema ya Bwana iwe pamoja nanyi. Na mimi nasema kwako wewe ndugu ambao umepatwa na majanga haya, ya kwamba neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Jambo la pili, akaingia chapter 2 akasema neema hii ikufunze kusema hapana kwa mambo yasiyo ya kiungu. Kaingia kwa chapter 3 akasema tumeokolewa kwa neema na si kwa matendo. Kaingia chapter 4 akasema hata vipawa tulivyo navyo ni kwa neema. Alipoingia chapter 5 alikuja na kiboko na neno la kulibuke kanisa. Anasema hivyo husema, amuka wewe usinziae, ufufuke katika wafu, na nuru ya Kristo itakuangazia. Nataka kusema maneno machache nimalize. Jambo la kwanza anasema amuka wewe usinziae. Kile mambo haya, tabia hizi zote nimefanya na nimezungumza, na uvamizi huu wote unatokana na tabia moja mbaya ya mtu, kusinzia. Mtu anapoacha neema ya maombi, mtu anapoacha neema ya utakatifu katika maisha yake na kuzoea mambo kuwa ya kawaida, anafikiri ya kwamba ni hivyo. Kwa hiyo mambo fulani ambayo yalitokea, jambo la kwanza ni kwamba amuka wewe usinziae. Na tabia moja niweleze, kuna msemo wa fulani unaosema mtu akisinzia barazani mahali kuna watu wengi ataharibu heshima ya wengine. In other words, ya kwamba unaanza kusikia harufu mbaya imetoka ndani ya maisha ya mtu kwa sababu amesinzia. Sasa kile Paulo anasema uamuke kwa mambo fulani. Moja, anasema uamuke jinsi ya kuangalia, yani uwe sensitive. So one of the nuggets of revival is spiritual sensitivity. Are you okay? Do you have ile barometer ambayo tunaweza kusema ama spirituometer katika maisha yako? Unaona ukiwa sawa katika maisha, kujipima njia hiyo. Asema ya kwamba angalia jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima,
bali kama watu wenye hekima, ukiukomboa wakati. Jambo la kwanza, kuenenda katika njia nzuri, kuangalia mienendo yako tu. Anasema ya kwamba ukiangalia kama unamtumikia Mungu ama umepitwa na wakati. Alafu anasema, je, uko na shida na ndugu wengine katika njia hiyo, katika maisha yako? Ujazwe na Roho katika jambo la 4. Na katika hiyo anasema ya kwamba siku zote ukimshukuru Mungu. In other words, angalia records nyuma, uone ya kwamba wewe sio umejiweka hapa. Kile ulichopokea si haukupokea kwa sababu ulifanya bidii, ni kwa neema. Uishi katika maisha ya kumtukuza Mungu na kumsifu. Hiyo ndio inafanya hofu ya Mungu inakujaa na unaweza kumtafuta Mungu. Akubariki unapoangalia nuggets hizo, na ufufuke ili biashara yako iwe sawa, jamii yako iwe sawa, kanisa liwe sawa, maisha yako ya mwenendo wa imani uwe sawa. Na Bwana akubariki Baba, kwa jina la Yesu Kristo. Tunairudia ngome ya mahali ambapo tulitoka. Kanisa la Efeso walianguka katika upendo wao wa kwanza, na Bwana wa rehema, kwa sababu ya hiyo mambo imewapata na adui amepata nafasi. Mungu utusaidie wiki hii tunapojitoa kuleta toba mahali ambapo tumeanguka. Maandiko yanasema ya kwamba tuirudie ngome, tutubu dhambi ambazo zote tumefanya, na Bwana utatufufua tena. Libarikiwe jina lako na litukuzwe. Na kila majeraha watu wako nayo adui amewaumiza, Bwana tunaomba uponyaji. Libarikiwe jina lako, litukuke. Kwa jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, amen. Amani ya Kristo. The stillness, I lay down my pride. Hands open empty, waiting at your side. Every fear is fading, every wall can fall. I am here before you, you are Lord of all. Holy One, come near, wash this heart of mine, draw me past my noise into holy light. Enter your presence, enter your presence. Here I will wait. Enter your presence, enter your presence. Have your You know every burden, you know every tear. When I call your name now, heaven feels so near. Broken things grow hopeful when you speak one way. Peace begins to rise here when your voice is